Bana, unatazama Trust Media na kusogezea maeneo 10 ambayo yenye ulinzi mkali zaidi duniani, yani uweze kuingia kirahisi. Ni ana ulinzi mkali sana na binadamu mwingine hawezi kukanyaga, na sababu ziko nyingi. Labda tuanze eneo la kwanza. Kuna sehemu moja inaitwa Fort Knox, hii inapatikana Marekani pale. Hili ni eneo ambalo uwezi kukanyaga, na hata kama ukikanyaga kuna utaratibu wake maalum kabisa. Hapa ndipo ilipo dhahabu ya Marekani na inalindwa kweli kweli, na milango yake ina uzito mkubwa sana na uwezi kuingia kirahisi. Kwanza kingine, kwenye milango yake hamna mtu mmoja ambaye ana funguo ya milango yake, yani inamaanisha kwamba inawezekana kuingia kwenye hilo eneo unakuta hata watu 8 au watu 9 wana ufunguo na wote hamjuani. Kwa hiyo kuingia kwenye ile eneo inakuwa sio rahisi. Hata maraisi hawajai kuona ndani ya Fort Knox kuna kitu gani. Wewe imagine, tunajua rais ni mtu mkubwa duniani au kwenye taifa ni mtu mkubwa, lakini hajai kuingia. Eneo la pili linaitwa Area 51. Ili linajulikana sana Marekani pale, linapatikana Nevada pale, na linajulikana kwa siri za kijeshi. Inasemekana ndege za kisasa hujaribiwa hapo kwenye hiyo Area 51. Walinzi wanaruhusa ya kutumia nguvu kali dhidi ya wavamizi. Yani ukienda pale mzee, kwa lugha ya kibongo wanasema unakula chuma mzee wangu, yani hawachelewi kabisa kukupiga chuma. Watu wengi wanaamini hapa ndipo siri za UFO zimefichwa. Utajiuliza labda UFO ni nini? Bana, UFO ni vile vyombo ambavyo vinaruka kwenda sayari nyingine, vyombo ambavyo sio vya kawaida kwa muda mrefu sana. Unakuta chombo kinaenda sayari nyingine kwa muda mrefu, lakini pia kuna vile vitu ambavyo ni vya kipekee kwenye nchi ambavyo vinahusiana na masuala ya kijeshi, ndio vinakaa maeneo hayo hapo ya Area 51. Eneo la tatu laitwa North Sentinel Island. Bana, ile eneo kwanza linapatikana pale nchini India, na ile eneo bana kuna kabila ambalo laishi huko. Yani ukienda mtu wa kawaida, hata wa India ambao tunaona wa kawaida, wakienda huko hao jamaa kwanza wanakuua, unaona zile. Na serikali ya India imepiga marufuku kabisa, hamna mtu kuingia kwenye ile eneo kabisa, kwa sababu kuna watu walijaribu kuingia na waliuawa, unaona na ni sehemu hatari zaidi kwa binadamu wa kisasa kwa duniani. Lakini pia watu ambao wanaishi huko wamekaa kiasili sana, wanafanya kiasili vitu vyao na hawaruhusu mtu mwingine, kwa sababu hata ukiingia hawa watu wa huko wanakuua. Kwa hiyo ndio maana ni sehemu hatari sana duniani. Hata serikali ya India pale imepiga marufuku, hamna mtu kwenda huko. Kwa hiyo hawa jamaa wanaishi kivyao na wanaishi hiyo sehemu yao, na wana mila zao, wana utamaduni wao, yani ni wakitofauti zaidi, na watu wengi wamejaribu kufanya research, lakini ni sehemu hatari sana duniani. Bana, eneo la 4 linaitwa Svalbard Global Seed Vault, unaona Ili linapatikana pale nchini Norway, lakini ili eneo bana limekaa ni sehemu ambayo imejitenga na kuna baridi kali sana huko. Yani baridi ni kali sana kwa sababu liko ndani ya milima ya barafu, unaona na huku kuna hifadhiwa bana mbegu za aina zote duniani. Unajua sio mbegu za maparachichi, mbegu za mahindi, maharage, miti fulani, mbegu zote duniani zinahifadhiwa huku. Na hawa jamaa wanaamini kwamba kuna siku dunia inaweza ikatokea jambo, alafu hii mimea yote au mazao yote ambayo tunayo mbegu zake zikapotea kabisa. Kwa hiyo hii ni kama backup fulani hivi, na inapatikana huko Norway. Na kingine ni kwamba ni kama backup ya chakula kwa dunia, kwa sababu mfano ikitokea kuna janga fulani limetokea, au udongo umeharibika, kuna nuclear labda imeharibu dunia, ardhi, unajua vitu vya teknolojia vipo na huko mbeleni wala labda vinatabiriwa vitakuja kutokea. Kwa hiyo ikitokea hivyo, mazao hamna tena, hamna mbegu yoyote, au jamaa ile eneo ambapo wamehifadhi hivi vitu, hizi mbegu za aina zote, ina maana wanaamini kwamba kuna siku itatokea hivyo na watakuja kutumia hizo kama backup. Kwa hiyo ile eneo lalindwa, na kama dunia itaharibika ndipo mwanzo mpya unaweza kuanzia hapo. Bana, eneo la 5 laitwa Vatican Archives, unaona ile eneo linapatikana mji wa Vatican pale, unaona Lakini kingine ambacho kinaaminika ni kwamba ili eneo lina nyaraka za siri za karne na watafiti wachache sana ndio ambao wanaruhusiwa kuingia huku, unaona na watu wanaamini kwamba watu wakiingia huku kuna siri ambazo pengine zikija kusemekana italeta mkanganyiko, especially kwenye masuala ya dini na masuala mengine ya kisiasa, kwa sababu kuna mambo ambayo yamehifadhiwa huku mengi ya karne. Ndio maana ile eneo linalindwa sana, na wengine wanaamini kwamba ukweli wa historia uliofichwa uko hapo, unaona Kwa hiyo watu wakienda hapo ni balaa. Kwa hiyo eneo linafichwa sana, na ni eneo ambalo linalindwa sana, na ni eneo ambalo watu hawaingii, wanaingia watu wachache sana, na watu wachache sijajua baada ya hapo vitu gani vinaendelea juu yao, lakini ni sehemu ambayo unaweza ukaisearch alafu ukaiona, na mwisho wa siku mambo yakaenda vizuri kabisa. Hiyo ni sehemu ya 5.
Bana, eneo la 6 laitwa Chain Mountain. Hili eneo bana lapatikana pande zile pale za Marekani, sehemu moja inaitwa Colorado, unaona Na hili eneo bana limejengwa kwanza ndani ya mlima na la uwezo wa kuhimili shambulio la nyuklia na hutumika pia kufuatilia mashambulizi ya anga. Mfano kwenye vita ambavyo vinaendelea vya Mashariki ya Kati, ambapo hapa tunazungumzia Iran pamoja na Israel na Marekani, lakini pia kuna baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati hapo. Umesikia kuna mambo ya makombora, unaona, mambo ya nyuklia pia, vitu kama hivyo. Lakini kwenye vita umesha kusikia issue za nyuklia. Hii eneo ni eneo ambalo laweza kuhimili shambulio la nyuklia na watu vile vitu vya muhimu, mfano vya nchi, sehemu ambayo haiwezi kuhudhuriwa na nyuklia vinahifadhiwa pale, unaona, kwa ajili ya kuilinda pia nchi. Kwa Marekani eneo kama hilo wanalitumia kwa sababu unajua balaa la nyuklia likiingia sehemu au nyuklia ikipigwa sehemu, hiyo sehemu inakuwa kama jangwa kabisa, unaona Kwa hiyo sehemu kama hii hapa ambayo inaitwa Chain Mountain, hii Chain Mountain inalindwa na ulinzi mkali, lakini pia nyuklia haiwezi ingia hapo. Lakini pia kwa sababu kuna nguvu fulani pametengenezewa ya kuhimili shambulio la nyuklia na imejengwa ndani ya mlima. Lakini pia hapa wakikaa kwenye mlima pia wanafuatilia mashambulizi ya anga. Mfano kama unawashambulia kwa upande wa anga, unashambulia hapa Marekani, wakikaa hapo mzee, kama ndege yako inapita juu, kuidungua ni jambo rahisi sana. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inalindwa sana na ni sehemu ambayo kufika hapo ni changamoto sana. Na mara nyingi hizo sehemu zinakuwa za siri. Bana, eneo la 7 linaitwa Iron Mountain. Ili Iron Mountain, ili eneo bana linapatikana pande zile pale za Marekani Code +1, unaona Lakini ile eneo bana ni sehemu ambapo panahifadhiwa siri na data, lakini pia na filamu, unaona Na ina ulinzi wa hali ya juu sana. Hata taarifa za serikali zinahifadhiwa hapo. Unajua kuna zile taarifa ambazo za serikali sio kila mtu anajua, unaona Kila serikali na utaratibu wake. Unakuta labda kuna watu kadhaa wanajua taarifa za serikali na sehemu ambapo zimehifadhiwa. Labda ikitokea sehemu ambapo imeshindikana sana hiyo taarifa, labda inatakiwa itumike, ndo wanakuja sehemu kama hii kwa ajili ya kusolve jambo fulani. Kila nchi inatengenezaga mifumo yake ya ulinzi. Kwa hiyo hii sehemu bana ni sehemu ambapo ina ulinzi wa hali ya juu, lakini pia ina taarifa nyingi za siri za serikali za Marekani pale. Na ni sehemu ambayo inalindwa sana. Mtu wa kawaida huwezi kumuona pale. Lakini pia sehemu kama hizi zimekaa kwenye milima, kwa hiyo hata kuona labda kuna jambo fulani pale hamna, kwa sababu hata umeme kuvutiwa pale hujavutiwa. Kuna nishati yake ambayo imetengenezwa pale. Ukitoka hiyo sehemu kwenda kwenye mji wa kawaida, hapo katikati unakuta kuna msitu mkubwa, kwa hata kuingia kikawaida ni ngumu sana. Bana, sehemu ya 8 ambayo mtu kuingia ni ngumu sana. Kuna sehemu moja ambayo inapatikana Urusi pale, inaitwa Mount Yamantau, unaona Ile eneo inasemekana kwamba ni mji mzima, lakini ipo chini ya ardhi. Mfano mzuri kwa mji fulani, kwa Arusha hapa ni jiji, ni sehemu kubwa sana. Mfano kwa Babati pale, unaona Au uende sehemu kama Karatu pale. Ile Karatu yote iko chini ya ardhi. Na kule huduma kama kawaida zinaendelea za kijamii, kuna barabara, kuna umeme, kuna maji. Yaani ni mji kama mji ambapo watu wanaweza wakaishi, lakini ni sehemu ya siri. Na inawezekana pia sehemu kama hizi zimetengenezwa kwa ajili labda ya ikitokea vita. Unajua hizi nchi za wenzetu zinapigana vita sana Ikitokea vita, ili kuwalinda wananchi, wanawekwa kule, lakini wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Wanajifeel kama wako kama sehemu ya kawaida, kama ambapo tumezoea kuishi: barabara, umeme, sehemu ya umeme, maji, hapa nazungumzia huduma za kijamii, maduka nini. Kwa hiyo hizi sehemu zimejengwa maalum kwa ajili ya issue kama hizo. Ikitokea watu wanaweza wakakata mwaka mzima kule wakipata huduma, kama kuna maduka nini na vitu kama hivyo, na wananchi wakaendelea kuwa safe kabisa. Na hakuna taarifa rasmi nyingi ambazo zinajulikana za eneo hilo, kwa sababu watu kuingia ni ngumu. Bana, sehemu ya 9 ambayo watu kuingia ni ngumu na ni sehemu ya siri sana, na inalindwa sana, kuna sehemu moja inaitwa Pine Gap na inapatikana pale Australia. Na kwanza unaambiwa hichi ni kituo cha ujasusi, unaona na hutumika kufuatilia mawasiliano ya kidunia. Ukisikia masuala ya ujasusi ni kama upelelezi hivi. Mfano ukiangalia vita au ukiona vita, mfano Marekani anapigana na nchi fulani, ina maana anatuma watu wake wa Marekani pale waende, kama ni wanajeshi, wanaitwa majasusi au ndio
Wakienda pale wanapeleleza, wanajua kabisa huyu kiongozi tunaotaka tumuinde analala hapa, anakaa pale, udhaifu wake ni huu, na ikiwezekana pia wanatumia hata watu wa hiyo nchi, ikiwezekana hata kwa kuwaonga pesa, kwa kuahidi maisha mazuri, unaona Na hii sehemu inapatikana Australia na siri zake hazijulikani kwa umma. Siri zake zinajitegemea, na hii kutokana na watu wengi kwenye serikali nyingi wamekuwa wanavujisha taarifa, unaona Kwa hiyo hizi zinakuwa zina usiri na zina watu maalum tu. Kwa hiyo ikitokea kama unataka labda kuivamia nchi, wanakuwa wameshajua mapema, kwa sababu ni kituo cha ujasusi hichi na ni maarufu sana, lakini ni sehemu ya siri sana. Inapatikana Australia pale, inaitwa Pine Gap. Bana, sehemu ya 10 ambayo inalindwa sana na ndo sehemu ya mwisho ambayo nitaichambua kwa siku leo, ni sehemu moja inaitwa Bank of England Vault. Unaona, inapatikana Uingereza pale England. Na hii sehemu bana, kwa nini inalindwa sana? Kwanza ni hifadhi kubwa ya dhahabu. Sasa hii sehemu ndo inahifadhiwa hiyo dhahabu nyingi ambayo unaisikia, na inalindwa, ina ulinzi mkali sana chini ya ardhi, kwa sababu ipo chini ya ardhi na imejengewa vichanje, imepangwa. Ni ulishaingia supermarket ukaona vitu vilivyopangwa, ndio hizo dhahabu zimepangwa hivyo. Lakini kingine ni kwamba inalindwa na mifumo ya kisasa. Mifumo ya kisasa namaanisha masuala ya teknolojia. Hata kama mtu yuko hapo analinda, hawezi kufanya jambo kwa sababu tayari kuna ulinzi wa kisasa. Unaweza ukamonyesha bado unataka kuchukua dhahabu, huyu anataka afanye jambo fulani, huyu tunavyomuona mission zake hazieleweki, na teknolojia unajua mwisho wa siku haidanganye. Kwa hiyo hapa pana ulinzi mkali sana. Ukiachana na ulinzi mkali, iko chini ya ardhi, alafu inalindwa kisasa. Inapatikana England kule na ni sehemu maarufu sana, lakini kuingia hapo pia ni mtiti, kwa sababu pana dhahabu nyingi sana, na inawezekana hapa ndo moja kati ya sehemu duniani ambayo imehifadhiwa dhahabu nyingi. Bana, kama ambavyo umesikiliza toka awali, haya maeneo ni maeneo ambayo yanaonyesha jinsi dunia ilivyo na siri nyingi ambazo hatujui. Labda je, ungependa kutembelea eneo moja wapo, ungepata nafasi kati ya hayo maeneo ambayo nimeyataja, ungependa kutembelea lipi? Dondoka kwenye comment hapo, alafu tuambie, alafu tuone uweze jua tukafanya namna ya nchi. Bana, mimi naitwa Dix kutoka hapa Trust Media, na kikubwa usisahau kulike, kucomment, lakini kikubwa zaidi usisahau kusubscribe, alafu kubonyeza ile alama ya kengele, kwa sababu hapo utakuwa unapata story kubwa nyingi za kidunia ambazo zitatanua maarifa yako na kuwa na maarifa makubwa zaidi na kujifunza vitu ambavyo uweze kuvipata mahali pengine popote. Wewe nenda pale YouTube, andika tu Trust Media, alafu subscribe, bonyeza alama ya kengele. Mwisho wa siku mambo yataenda vizuri. Mpaka wakati mwingine, kaa karibu na sisi.